Well, niko na Dr. Grayson Babishomba na tunapiga naye story nyingi sana. Dr. kasema yeye si shabiki wa mpira kabisa. Sawa, Dr. leo tutakuwa na maeneo kama mawili. Tutakuwa tuna sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, msikilizaji. Sehemu ya kwanza tutazungumzia tabia hatarishi kwa afya ya binadamu. Tabia hatarishi kwa afya ya binadamu. Hiyo itakuwa ni sehemu ya kwanza. Alafu sehemu ya pili ambayo tutapita nayo itakuwa ni sayansi na historia vinasema nini kuhusu Tanzania. Unajua historia inasema nini na sayansi inasema nini kuhusu Tanzania? Unaweza kuta tulikuwa sehemu fulani hivi. Tukaje hapa. Dr. karibu sana, bila shaka uko vizuri. Tuko sawa kabisa. Karibu sana. Naomba tuanze moja kwa moja kwenye hii topic namba 1 ambayo tuko nayo, sehemu ya kwanza. Tabia hatarishi kwa afya ya binadamu. Sawa. Ni kweli kabisa maisha ya mtu yanaendeshwa na tabia yake. Kwa sababu vile mtu alivyo ni matokeo anachokisikiliza, anachokiona, anachokitazama, sawa, na anachokifanya. Afya yako wewe jinsi ilivyo ni matokeo ya kile ambacho wewe mwenyewe unakula. Sawa? Kulala umejifunika mwili mzima kunasababisha kitambi. Kabisa. Kulala umejifunika mwili mzima kunasababisha kitambi. Hii inatokana na nini Dr.? Yaani kitambi na kujifunika mimi mwili wangu, kwa nini nipate kitambi? Watu wengi wana vitambi, sababu kubwa ni kwamba wanapolala wanakuwa wamejifunika mwili mzima. Kwa sababu unapolala halafu umejifunika mwili mzima, unakuwa umeziba mfumo wako wa upumuaji, unakuwa ufanye kazi kwa ufanisi. Kwa hiyo unakuwa haupati hewa ya kutosha. Na mwanadamu unapokula chakula, unapovuta hewa, ile hewa waga inasaidia kuchoma mafuta na sukari ndani ya mwili wako. Sasa ukila chakula halafu kalala, halafu umejifunika mwili mzima, unakuwa umeziba mfumo wako wa upumuaji, unakuwa upati hewa ya kutosha. Kama upati hewa ya kutosha, ina maana hata uchomaji wa chakula ndani ya mwili wako au uunguzwaji wa chakula ndani ya mwili wako utakuwa dhaifu. Kwa hiyo chakula kitaweza kuunguzwa vizuri na kwa wakati. Hali ambayo itasababisha kile chakula kitakaa sana mwilini, kitasababisha tumbo kuvimba na itakupelekea uwe na kitambi na uzito mkubwa ambao utakupelekea upate magonjwa mengi yasiyo ya kuambukiza. Kwa hiyo unapolala hautakiwi kujifunika mwili mzima kwa sababu utapata kitambi, lakini pia utakuwa kwenye hatari ya kupata magonjwa mengi ambayo sio ya kuambukiza. Umesikia? Wewe huna kitambi ndugu yangu. Lakini swali langu ni kwamba kuna watu wengine ambao wanatokea kwenye mikoa ambayo ni ya baridi. Mfano mkoa kama Iringa, mkoa kama Njombe, Mbeya, na inakulazimu nyakati za usiku unapolala lazima ujifunike tena blanketi zito kwa ajili ya kujikinga na baridi. Vipi watu wa aina hiyo tunawasaidiaje? Ukijifunika basi jitahidi ile eneo la pua na mdomo libaki wazi. Kama inakulazimu kufanya hivi, upo kwenye maeneo ambayo huwezi kulala bila kufanya hivi, basi ile eneo la pua na mdomo liwe liko wazi ili uweze kuvuta hewa na kutoa hewa kwa ufanisi mkubwa sana. Bila kusahau kufungua madirisha na madirisha ili hewa iingie na kutoka. Watu siku hizi akishaweka kioo naona kama vile hewa inaingia. Hapana. Tunaposema mwanadamu ili uwe na afya unatakiwa upate ile hewa original kabisa yenyewe kutoka nje. Sio AC. Yes, ndio maana tunashauri pia watu wajitahidi kupanda miti. Jitahidi kupanda miti kuzunguka nyumba yako. Kama Mungu amekupa neema una eneo, basi panda miti ya kutosha. Na upande miti ya matunda ili upate matunda, lakini pia upate hewa safi. Utakuwa umewini sana katika hilo jambo. Basi sasa bwana mbitu ichukue hiyo Naam. Kitambi changu hiki sio nilijifunika sana. Bila kujua. Utuambie kwamba inawezekana bwana ulikuwa unajifunika kupita kiasi. Gubi wanasema. Naam, anashauri kwamba basi atakao kujifunika eneo la juu liache wazi. Asante. Sawa, Dr. hiyo ni la kwanza ambalo umetufahamisha. Lingine? Kama una gari, huna baisikeli, uza gari ununue baisikeli. Kama una gari, huna baisikeli, uza gari ununue baisikeli. Kwa nini? Usipofanya hivyo, utakuwa kwenye hatari ya kuingia kwenye hii familia. Kuna familia moja ambayo baba wa hiyo familia anaitwa Pressure. Halafu huyu baba ana mke wake anaitwa Kisukari. Halafu hawa wana mtoto wao anaitwa Kiharusi. Sasa usije ukaomba kuingia katika hii familia, kwa sababu kuingia ni rahisi lakini kutoka ni mziki. Haya, hii familia ukishaingia ndugu yangu kidogo hata matibabu yake kidogo ni sio rahisi. Kwa hiyo watu wajitahidi sana. Mimi kwa mfano nimefanya tafiti nchi nyingi sana. Kwa mfano nchi kama Sweden. Ukienda Sweden kila mtu alibia pale ana baisikeli. Na watu ambao uchumi wao unaruhusu kila mtu kumiliki magari. Lakini wana baisikeli. Kwa nini? Kwa sababu wanafahamu matunda ya baisikeli. Baisikeli ni bora zaidi kuliko gari.
Kabisa kabisa. Ukiwa na maana kwamba inakusaidia kufanya mazoezi mwili wako na nini wakati unaiendesha, tofauti na gari ambayo umekaa tu. Kabisa kabisa. Yaani kuendesha gari kuna kuweka kwenye hatari ya kupata magonjwa mengi sana. Kwa hiyo ni vyema zaidi hata watu ambao wanafanya kazi kwenye ofisi. Kama ofisini kwenu mnavaa suti, ukiamka asubuhi kutoka nyumbani, vaa hata zile tracking na t-shirt. Nenda na baisikeli yako kazini. Ukifika kazini pale badilisha nguo, uvae nguo za kazini. Hii ni jambo rahisi sana kuliko kupanda magari haya. Yamekuwa ni chanzo cha watu wengi sana kupata magonjwa mengi. Lakini pia kazini kwako ni vyema zaidi ukaenda kwa mguu kuliko kwenda kwa gari, kwa sababu utapata faida nyingi sana. Na ukiwezekana uende kwa miguu bila kuvaa viatu. Sasa boss nimemwaza boss wangu huko nje. Ofisi zetu zilivyo mbali hivi, mtu anakaa Kimara huko, ndugu yangu Dr. Levi, mpaka afike Times hapa. Basi unaweza ukafupisha. Kama kwa mfano unakaa Mbezi, unaweza ukapanda gari lako ukaliacha Lugaro. Alafu kutoka Lugaro kuja hapo kaja kwa mguu. Bwana ni rahisi sana. Watu unaondoka vile vile, unatoka hapo unatembea hadi Lugaro, unapanda gari lako unaenda nyumbani. Rahisi kabisa. Maisha ni rahisi sana, isipokuwa sisi watu ndio tunafanya yawe magumu kulingana na mifumo yetu ambayo tumejiwekea, ambayo inatugharimu sana. Asante bwana. Wewe ni Dr. Grayson na hilo tumelichukua pia. Lakini kutembea bila viatu, namna jamii inavyokutazama itakuonaje? Watu wanavyokutazama umevaa suti alafu chini hauna viatu. Ukiumwa watakutazamaje? Ukiumwa magonjwa ya moyo, pressure, kisukari, kiharusi, watakutazamaje? Hilo mbona ulifikiri? Alafu maisha, unajua maisha mwanadamu, kila mtu duniani hapa kaja kufanya kazi yake na wito wake. Wewe unatakiwa uishi kwa kusikiza nafsi yako, sio kuangalia nani anafanya nini. Na ndio maana Waafrika wengi hawaendelei, kwa sababu watu wengi sana wa Afrika waga anafanya mambo kwa kumwangalia jirani yake anasema nini. Yaani kabla kufanya kitu, mtu anakuwa anafikiria watanionaje. Sawa? Lakini maisha yako ni jukumu lako mwenyewe. Sikiliza nafsi yako. Wewe fanya kile ambacho kinakupa furaha na amani. Hiyo ndio siri ya maisha tu. Asante. Nasibu ameelewa hapo. Naam. Na bila shaka ndaanza kuona viatu tunaweka pembeni. Kuanzia hapa tunavotoka kwenda beach ya Mungu mengi. Basi sawa, Dokta, tunaendelea. Kuchati kwa emoji ni chanzo vijana kukosa nguvu za kiume. What? Kabisa. Emoji. Naam. Na nguvu za kiume. Kwa emoji ni chanzo vijana kukosa nguvu za kiume. How? Kwa sababu nikupe labda mfano mdogo. Kwa mfano kijana anajitafuta, akapata labda bahati ya kuchati labda na Mheshimiwa Makara au Dr. Nchimbi, viongozi wa CCM. Wewe ukimtumia ki-emoji au ki-sticker cha vidole viwili, unawaka gani kwamba ataelewa hapo ulimaanisha ushindi au pamoja au amani na hujamaanisha Chadema? Au kwa mfano umepata bahati labda ukachati na Tundu Lissu au Mbowe, ukamfanyia dole gumba, unawaka gani kwamba Tundu Lissu au Mbowe ataelewa hii dole gumba ulimaanisha poa, sawa au ndio na hujamaanisha CCM oyee? Kwa hiyo vijana wengi wamekuwa kupoteza fursa kwa kutokujua matumizi sahihi ya hizi emoji. Kitu ambacho kinasababisha vijana wengi kukosa furaha. Na mwanaume yeyote ukishakosa furaha, nguvu za kiume huwezi kuwa nazo kabisa. Kwa sababu ili mwanaume afanye kazi vizuri, sawa, akili waga inauambia mwili peleka damu sehemu fulani, peleka damu kwenye viungo vya uzazi. Ikiwa akili yako haijatulia, kulingana mambo yako hayaendi vizuri, akili yako haijatulia, ile amri ya akili kuamrisha mwili peleka damu kwenye viungo vya uzazi inakuwa haipo au inakuwa ndogo. Kwa hiyo hata damu inapoenda kule haiendi kwa ufanisi. Kwa hiyo itakusababisha ushinde kushiriki tendo la ndoa vizuri, au hata kama ukishiriki basi unashiriki kwa muda mfupi. Kwa hiyo vijana wajitahidi sana wasipende kutumia hizi emoji bila kujua matumizi yake sahihi. Lakini pia unapoandika message, unapomwandikia mtu message kwa herufi kubwa, maana yake unampokea. Kabisa. Ukimwandikia mtu message ukaandika kwa maandishi makubwa, maana yake unampokea. Na unapomwandikia mtu message ukaweka labda alama za kuuliza 2 au za mshangao 2, pia unampokea. Kwa hiyo vyema ni zaidi sasa kama kwa hiyo ni vyema sasa kama hujui kuzitumia hizi, basi andika tu maandishi ya kawaida. Siku hizi tunaona hata ile ladha ya uandishi kwa vijana sasa hivi inapotea. Sasa vijana wanapenda sana kutumia hizi, wanapenda mkato. Anatuma baada ya kuandika anaona bora tume kile kiemoji au kistika. Kiasi kwamba sasa ule umaridadi wa uandishi ule unazidi kupotea kwa vijana. Kwa hiyo tu vijana wasiwe kasi sana, wajitahidi kutumia hivi vitu kwa kiasi. Bwana. Lakini mtu anaweza kaandika kwa herufi kubwa akiwa na maana ya msisitizo na wala sio kukomandi.
Sasa wewe unaomba fursa sehemu, alafu bosi wako anaanza unamwandikia message ya msisitizo, na msisitiza kweli, imagine ni ombi ndio aga kakucheki ukamwambia kwa herufi kubwa kwamba alifanyia labda kazi haraka jambo ambalo nimeliwasilisha hapo. una namuomba kwa maana ya kumsisitiza kwamba bosi, jitahidi basi ulifanyie kazi. Mimi kweli nimeelewa kwenye hilo. Mimi pia ukiniandikia hivyo pia nahisi kuna namna. Okay. Sawa, Dr. tunakuelewa. Useme tuna discuss hapa, vinaingia afu vinaenda kufanya kazi vizuri. Sawa. Wanao comment matusi mtandaoni ni kwa sababu wanakula sana kuku broiler. Naam, kabisa. Wanao comment matusi mtandaoni ni kwa sababu wanakula sana kuku broiler. Kwa sababu ndani ya mwili wa binadamu kuna ile mifumo ya mwili ambayo ni tegemezi. Mfumo wa kwanza ni mfumo wa chakula. Yaani mfumo wa chakula ni mfumo ambao unategemewa na mwili na mifumo mingine yote ya mwili. Na ukishakula kile chakula kinafyonzwa, kinaingizwa kwenye damu. Halafu kinasafirishwa kupeleka kwenye sehemu zote za mwili. Sasa mwanadamu jinsi alivyo ni matokeo ya kile anachokula. Na ndio maana kwa watu ambao wametembea, ukienda kwa mfano nchi za Ulaya kule, kuna mtu unaweza kumpa chakula na kijiko, akachota chakula na kijiko, akasahau mdomo uko wapi. Jambo la kawaida sana kwa watu ambao wametembea nchi za kule. Kwa sababu ya aina ya vyakula ambavyo wanakula, wanakuwa na tabia ya kusahau au kupoteza kumbukumbu sana. Ndio asahau mdomo, daktari. Kabisa. Jambo rahisi. Umuulize mtu yote ambaye anaishi nchi za Uingereza kule, atakwambia ile hali jinsi hivyo. Sasa na ndio maana kwenye hizi nyama unaposhauri kula nyama ya asili au kula kuku wa asili, usile broiler. Tunaposema kuku wa asili, ni kuku gani? Kuku wa asili ni yule kuku ambaye anajilisha mwenyewe. Kama una kuku unamfuga nyumbani kwako, lakini unamlisha, unampa chakula wewe mwenyewe, unampa maji wewe mwenyewe, yule kuku hana sifa au hajatimiza vigezo vya kuitwa kuku wa asili. Kama unamfuga hapo nyumbani, wewe ndio unaulisha. Kwa mfano kuku, wewe ndio unamlisha kila kitu. Ndio maana kuna baadhi ya sehemu ambako wanauza mayai, unakuta wanakuambia kabisa, haya ni mayai ya kuku wa kienyeji ambaye anajilisha mwenyewe, na haya ni mayai ya kuku ambaye amefungwa ndani. Wa kienyeji lakini amefungwa ndani. Bei zinakuwa tofauti kabisa. Yaani bei sehemu ambako wanafahamu, bei ya yai la kuku ambaye anajilisha ni tofauti na bei ya yai, ni tofauti na bei ya yai ile kuku ambaye analishwa. Hao watu wanakuwa na virutubisho tofauti kabisa. Ndio maana tunashauri sana msipende kula wanyama ambao hawafanyi mazoezi. Kuku anataka kufanya mazoezi kuku. Kabisa. Kwa mfano haya makuku broiler yanakaa tu muda wote yamekaa sehemu moja. Sasa haya hayatakiwi. Inatakiwa kwa mfano kuku kienyeji hao wanaona anakimbia huku anakimbia huku. Sasa yule ndiye anayefaa sana kwa afya yako. Kwa hiyo tuwatazame kuku wanaofanya mazoezi. Kabisa. Bata wanaofanya mazoezi. Kabisa. Mazoezi ni muhimu sio kwa binadamu tu, hadi kwa wanyama. Kabisa. Hii ni jambo ambalo kilifanya litakusaidia uwe na afya njema na ambayo imestawi. Na kwa bahati nzuri tunaendesha kampeni Afrika nzima isipokuwa nchi moja tu ya Morocco. Yaani mtu yeyote mahali popote alipo katika Afrika isipokuwa katika nchi ya Morocco, tuna kampeni ambayo hii kampeni inaitwa Rudisha Tabasamu. Ambapo mtu akiwa na tatizo lolote la kiafya, basi anapiga simu au ananitumia ujumbe mimi, alafu namuelekeza mtu kumfuata mahali popote alipo katika Afrika isipokuwa katika nchi moja tu. Mahali popote ulipo katika Afrika isipokuwa katika nchi moja, mtu anakufuata hapo ulipo kuja kukusikiliza na kukuhudumia hapo ulipo. Okay. Isipokuwa katika nchi ya Morocco. Lakini pia kwa nchi za nje, kwa watu ambao wanakuwa wako labda Sweden na Australia, pia hiyo huduma pia unaweza kupata ukafuatwa na mtu hapo nyumbani kuja kukuhudumia. Okay. Kwa hiyo mtu yote ambaye ana changamoto au Tanzania, Afrika nzima au kwenye hizi nchi ambazo nimetaja, basi ukinitumia ujumbe kupitia 0628821242 takuunganisha na huyo mtu, atakusaidia mahali popote ulipo duniani. Kwa wale ambao wako nje ya nchi, anaanza na ile alama ya kujumlisha alafu 255 alafu 6 alafu 28821242, yani 0628821242 mahali popote ulipo Afrika. Hii ni kwa ajili ya kuhakikisha tabasamu linarudi kwa Afrika. Asante.